Kwa majina naitwa Ustadh Muhajir Masud, almaarufu Mbeya washazo kunita Kabeke. Sawa sawa. Naam, mimi napatikana Soko Matola. Naam. Shehe, tunaelekea katika mfungo wa Ramadhani. Naam. Natamani kufahamu kwa nini Muislamu anatakiwa afunge katika huu mfungo wa Ramadhani? Kwanza Muislamu anatakiwa afunge, kwanza ni katika kutekeleza ibada. Kwa sababu funga ya saumu hii ya Ramadhani ni moja katika zile nguzo tano kuu za Uislamu ambazo zinamlazimu kila ambaye ni Muislamu akiwa hai, hajafa na ana afya, hana zile nyudhuru ambazo ameruhusiwa kisheria kutokufunga, basi anatakiwa afunge. Kwa Muislamu anatakiwa afunge, cha kwanza ikiwa ni katika kutekeleza ibada ya nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Naam. Na faida gani unazipata au Muislamu anazipata anapofunga Ramadhani? Faida anayoipata Muislamu kwanza ni lengo ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe amelitaja wakati anazungumzia swala la somo, kwamba Muislamu anatakiwa, tumefaradhishiwa sisi kufunga kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yetu. Lengo kuu ni lipi? La'allakum tattaqun, ili wanadamu ama wale wanaofunga waweze kufikia daraja ya kuwa wacha Mungu. Na tunapozungumzia neno ucha Mungu ni neno pana sana ambalo limekusanya vitu vingi sana ndani yake: tabia, namna gani unavyoishi na jamii, ibada zako, ukaribu wako na Mungu, kuyaacha maasi, yale madhambi makubwa na madogo uyaache, uishi katika mazingira ambayo kila unachotaka kukifanya, cha kwanza ufikirie hichi ninachotaka kukifanya kinamridhisha Mungu ama kinamkasirisha. Kwa tunapozungumzia faida ya kwanza ya kubwa ya saumu ni lile lengo alilolitaja Mwenyezi Mungu, kwamba tunafunga mwisho wa siku tufikie daraja ya kuwa wacha Mungu. Okay. Naam. Tunaelekea kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wito wako ni upi kwa Waislamu wote? Kwanza niwaambie Waislamu, kwanza tuingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ikhlas na moyo, kwa nia ya kufanya ibada. Tusiingie katika mwezi wa Ramadhani kama tulivyozoea kufunga tu. Unaweza ukaona kuna watu wamefunga miaka 20 anafunga, lakini kila siku baada ya mfungo tabia ni zile zile, habadiriki. Ya Ramadhani haijamnufaisha chochote. Basi kwa kuwa tunaingia katika mfungo huu wa Ramadhani mwaka huu, tuingie kwa ikhlasi, kwa nia, kwa moyo wa kwamba sasa tunaenda kwa ajili ya kubadilisha tabia zetu, kwa ajili ya kuibadilisha jamii yetu. Tusiende kufunga kimazoea, tukafunge kwa mazingira ya kwamba sasa tupo katika ibada. Kwanza ujue unaingia kufunga, upo katika ibada. Kwanza ujue kabisa funga ni ibada na ibada ina masharti zake. Basi tuende tukafanye hii ibada ya funga katika njia ile ile tulofundishwa na Uislamu.